Karibu kwenye utabiri wa nyota wa Jumamosi, tarehe ni 25, mwezi ni wa 7, mwaka 2026. Jua liko bado katika nyota ya Simba, nao mwezi uko katika nyota ya Mshale. Nishati hii mbili inaleta mchanganyiko wa nishati kubwa sana. Jua likiwa katika nyota ya Simba linaashiria ujasiri, matumaini na pia maandalizi ya mwanzo mpya. Jua pia katika nyota ya Simba linafanya sisi kuweza kusukuma kujiamini, kuonyesha vipaji vyetu na pia kutafuta maendeleo katika kazi, biashara au malengo binafsi. Wakati huo huo, mwezi ukiwa katika nyota ya Mshale unatufanya sisi kuweza kuongeza hamu ya kusonga mbele. Wengine wanaweza kutaka kusafiri au kujifunza kuachilia mizigo ya zamani. Wengi wanaweza kuona nishati hii, haswa unaweza kuta milango ambayo ilikuwa imefungwa itaanza kufunguka hatua kwa hatua. Hivyo ni siku nzuri sana ya kuweza kupanga mipango yako ya baadaye, kuboresha afya yako, kujenga mahusiano mazuri na hata pia kutumia busara katika matumizi ya kifedha. Ujumbe wa nishati hii ni kuwa unafaa kuepuka hofu na mawazo hasi, kwani fursa nyingi zitajitokeza na ukiwa na hofu hutaweza kuchukua fursa hizi. Tuanze na nyota ya kwanza, nyota ya Aries au nyota ya punda, na hii ni kwa wale waliozaliwa Machi tarehe 21 hadi April tarehe 19. Leo ni siku nzuri sana ya kupanga muda wako vizuri, hasa kama unajiandaa kwa mtihani, kama ni mwanafunzi au mashindano au mradi muhimu, kwa sababu kuna mpango wa mwanafamilia unaweza kukuletea manufaa makubwa. Ikiwa umekuwa ukitafuta kazi kwa muda mrefu bila mafanikio, dalili zinaonyesha kuwa fursa mpya iko karibu kujitokeza. Pia unaweza kupokea fedha ambazo hukuzitarajia. Wengine wanaweza gundua ukweli kuhusu mtu au kitu fulani. Huyu mtu alikuwa anakufanyia hila au kuamua kuachana na mtu kimya kimya, na mtu ambaye hakuwa mchango mzuri katika maisha yako. Nyota ya pili ni nyota ya Taurus au kwa Kiswahili nyota ya ng'ombe, na ni kwa wale waliozaliwa Aprili 20 mpaka Mei 20. Kuna kuboresha mtindo wa maisha na kuzingatia afya kutakuongezea nguvu na utulivu leo. Kazini utaonyesha kujiamini zaidi na uwezo wako wa kufanya maamuzi utaonekana waziwazi. Kuna bahati ya fedha inaongezeka na unaweza kutatua masuala ya ardhi au mali kwa maelewano. Wengi wenu mtashuhudia mlango wa mafanikio ukifunguka na kupata mapato mazuri, ingawa unaweza kuhisi usumbufu mdogo kama maumivu ya jino, ambao hali hii haitazuia maendeleo yako. Nyota ya tatu, nyota ya Gemini au Kiswahili nyota ya mapacha, ni kwa wale waliozaliwa Mei 21 hadi Juni tarehe 20. Leo ubunifu wako utafungua milango mipya na ya mafanikio. Wazazi na watu wenye uzoefu watakuunga mkono. Huku kama uko mwanafunzi na uko na nyota ya Gemini, utafanya vizuri haswa kwa kukamilisha jukumu lako kwa wakati. Kitu chengine ni usiogope changamoto zinazokuzunguka, kwani hali iliyokuwa ikikurudisha nyuma itaanza kutatuliwa. Pia kuna bahati inaanza kung'aa na itakuletea nuru katika kazi, biashara na maisha kwa ujumla. Nyota ya nne, nyota ya Cancer au nyota ya Kaa. Kuna ratiba nzuri ya maisha itaendelea kukupatia afya na nguvu. Wema uliowahi kuwafanyia wengine unaweza kurudi kwako kwa njia ya msaada au shukrani. Hali ya kifedha inaendelea kuimarika na malengo yako ya kazi yanaonyesha mafanikio. Baadhi yenu mnaweza kupata matokeo mazuri katika masuala ya kisheria au kupata nafasi ya kusafiri. Hata hivyo, epuka msongo wa mawazo, kwani unaweza kusababisha maumivu ya kichwa au wasiwasi wa muda mfupi. Nyota ya tano, nyota ya Leo au nyota ya Simba, ni nyota ya wale waliozaliwa kati ya Julai 23 hadi Agosti 22. Naona afya yako inaendelea kuimarika unapozingatia lishe bora. Mafanikio katika kununua au kuuza mali yanaweza kujitokeza, huku biashara au kazi ikianza kuonyesha matokeo mazuri. Ikiwa umekuwa ukipitia changamoto kazini, kuna dalili kuwa suluhisho litapatikana hivi karibuni na mapato yako yataongezeka. Baadhi yenu wanaweza kuhisi dalili za homa, hivyo mnafaa kujipumzisha vya kutosha. Nyota ya sita, nyota ya Virgo au nyota ya Mashuke, hii ni kwa watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kuna mtu mwenye ushawishi anaweza kupatia ushauri muhimu ambao utakuletea mabadiliko mazuri katika kazi au taaluma yako. Pia naona kuna bonasi au motisha ya kifedha
ambayo itaongeza katika kipato chako. Bahati ambayo ilikuwa imechelewa itaanza kufunguka na mipango yako ya kazi itaanza kutimia. Hivyo basi, dumisha afya yako na usipuuze maumivu ya kichwa yanaweza kujitokeza kutokana na uchovu. Nyota ya 7 au nyota ya Libra, kwa Kiswahili nyota ya mizani, ni kwa wale waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Ubunifu wako utakufanya uangaze kazini na habari njema nyumbani zitaleta furaha. Kusubiri kabla ya kufanya uwekezaji vitakusaidia kupata fursa bora zaidi. Wengine wanaweza amua kujitenga na marafiki wasiokuwa na mchango mzuri au kupitia mabadiliko katika mahusiano. Habari njema ni kwamba kuleta matumaini mapya na baadhi yenu mtahudhuria sherehe au mkusanyiko wa kijamii. Nyota ya 8, nyota ya Scorpio au Kiswahili nyota ya Nge, ni kwa wale waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Nidhamu katika afya na mazoezi vitaanza kuonyesha matokeo mazuri. Uwekezaji wa busara unaweza kuongeza utajiri wako na masuala ya mali yanaweza kukamilika vizuri. Katika mahusiano unaweza kufanya uamuzi muhimu utakaoleta utulivu wa muda mrefu. Baadhi yenu mnaweza kununua simu mpya au kuhisi uchovu wa mwili, hivyo usisahau kupumzika. Nyota ya 9, nyota ya Sagittarius au nyota ya Mshale, ni kwa wale waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Nidhamu yako itaendelea kukusukuma mbele. Fursa za kuongeza kipato zinaanza kujitokeza, lakini usiahirishe majukumu yako muhimu. Migogoro katika mahusiano au ndoa inaweza kufikia mwisho na kuleta furaha mpya. Baadhi yenu unaweza kumtembelea mgonjwa au kuhisi maumivu ya tumbo, lakini hali hiyo itapita kwa muda. Nyota ya 10 au nyota ya Capricorn, ni kwa wale waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Afya yako itaendelea kuwa nzuri unapodumisha lishe bora na mazoezi. Mawazo yako yanaweza kuletea mafanikio makubwa kazini na biashara. Urafiki mpya unaweza kufungua mlango wa kazi, fedha au hata ndoa. Safari na mikusanyiko ya kifamilia pia itakuletea furaha na kukuunganisha na watu muhimu. Nyota ya 11, nyota ya Aquarius au nyota ya Ndoo, hawa ni kwa watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Afya njema na nguvu vitakuwezesha kufanikisha malengo yako. Hali ya kifedha inaendelea kuimarika na baadhi yenu mtasafiri kukutana na mtu muhimu. Tarajia mabadiliko mazuri katika maisha yako, na kwa baadhi walio peke yao kuna uwezekano wa kuanza uhusiano mpya au kupata mtu anayevutiwa na wewe. Nyota ya 12, nyota ya Pisces au nyota ya Samaki, ni kwa wale waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Afya yako inaendelea kuwa nzuri na hali ya kifedha inaonyesha maendeleo makubwa. Wafanyabiashara wanaweza kuona ongezeko la faida, huku amani ya familia ikikupatia nguvu mpya. Baadhi ya mipango yako itaanza kutimia, lakini kuwa makini na watu wanaweza kujaribu kuvuruga maendeleo yako. Endelea kuwa na subra na usifichue mipango yako yote kabla haijakamilika. Huu ni utabiri wa nyota wa jumla. Inategemea na ishara yako ya jua, kwa sababu tunafanya utabiri kwa sun sign. Hivyo basi, ili kuelewa siku yako husika imebeba nishati gani na ujumbe gani, usisahau kusubscribe, like, comment and share.